Mpendwa mtu wa Mungu, tunakukaribisha katika kipindi cha maombi ya asubuhi kinachojulikana kwa jina la Amka na Rehoboth. Popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha maombi. Na tayari tuende kujinyenyekeza mbele za Bwana, mbele za uso wa Mungu. Mimina moyo wako mbele za Mungu, mfanyie ibada asubuhi ya leo. Sikia mtu wa Mungu, Biblia inasema katika Yohana mlango wa 4:24 na 25 ya kwamba Mungu ni roho, nao wamwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Na Biblia inaniambia kwamba saa inakuja ambayo wamwabudu halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na Biblia inaniambia kwamba Mungu anawatafuta wale watu wamwabudu halisi. Tamani kuwa miongoni mwa wale watu wanaomwabudu Bwana katika roho na kweli. Mimina moyo wako mbele za Bwana asubuhi ya leo. Jiweke tayari kwa ajili ya maombi, lakini natamani zaidi umshukuru Bwana, zaidi umtukuze Bwana kwa wema wake na fadhili zake. Mimina moyo wako mbele za Bwana, tangaza rehema zake wakati wa asubuhi, maana anasema ya kwamba ni neno jema kumshukuru Bwana, kuzitangaza rehema zake wakati wa asubuhi na uaminifu wake wakati wa usiku. Yako mambo mengi Mungu ametutendea katika usiku uliopita. Yako mambo mengi Mungu ametutendea toka tulipoachana jana katika kipindi cha maombi ya asubuhi. Mungu ametembea nasi, Mungu ametulinda, Mungu amekupigania. Ameipigania familia yako, amepigania hatua zako, amepigania afya yako, ametupigania katika nchi yetu. Ni wakati wa kwenda mbele za Bwana kwa mioyo ya shukrani na kumtukuza Bwana kwa shukrani zetu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ni asubuhi nyingine Bwana umeifanya, na tunafurahi na kukushangilia wewe Bwana. Hatuna Mungu mwingine ila wewe Bwana. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa rehema zako, asante kwa uweza wako, asante kwa kiwango ambacho umetupa tena kuiona siku nyingine. Baba, tunakiri si kwa uwezo wetu wala si kwa nguvu zetu, bali ni kwa roho yako Bwana. Asante kwa namna ulivyompigania kila mmoja wetu Bwana. Asante kwa kumwamsha baba, yule mama, yule kijana, yule wa kike na wa kiume. Asante kwa kutulinda Bwana na kutukutanisha tena katika madhabahu hii Bwana. Baba, tunakubariki, tunakutukuza, tunakuinua Bwana, kwa kuwa wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye Baba yetu. Wewe ndiye kila kitu kwetu. You are the Alpha and the Omega. You are the beginning and the end. Yenderebosika rama shekerebobosaka. Wewe ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Tunakuja mbele zako asubuhi ya leo, tukiasifu matendo yako makuu, tukiusifu uweza wako mkuu, tukisifu rehema zako zilizokuna za ajabu, tusifu uaminifu wako ambao ni ngao na kigao. Asante Bwana kwa namna ulivyotupa tena siku mpya hii Bwana, ya tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2025. Hakika kama si wewe uliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa, ni wewe ambaye ulitulinda Bwana. Maadui zetu walipoinuka kinyume nasi ulitupigania. Walipoinua vita kama mto ufurikao Bwana,
Bwana. Ni wewe ambaye ulitulinda ukatuepusha na mafuriko hayo. Baba yetu na Mungu wetu, sawa sawa na Zaburi ile 124, adui alituinulia mitego Bwana, kama ambavyo mwindaji anamwinda ndege katika mtego, lakini Biblia inasema ya kwamba mitego imevunjika, nafsi zetu zimepona, kama ambavyo ndege ameokoka katika tundu la mtego wa mwindaji. Nasi Bwana tumeokolewa na mengi ambayo yangeza kutupata na kutuzamisha. Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Baba, tunasema asante kwa wema wako na fadhili zako. Baba, tunasema asante kwa rehema zako. Raba baba sekenderere bosika oria masekenderere bosikiri kandara bakoria raba sekere bosikiri kandara basheketa rama manderere bosekenderere bosika ya maseketa rikiki mandoro bosekenderere bosika rabakoria riposa katayandara basekenderere bosikiri kandara baba bashakata rapa sekenderere bosikiri mandola katilisa kataya oria masheterere bosiki mandola kataya maseketaya raposiki mandora boseketaya. Father, we worship you. Father, we exalt your name. Father, we magnify your name. Father, we glorify your name. There is no one like you, Lord Jesus. There is no one like you, Lord Jesus. Raposeke mandoro bos. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for the gift of salvation. Rikanda rabo shaka, hori maseke nderebo saka, hori maseke rianda rabashaka. Asante Bwana kwa neema ya wokovu. Rimando robo sika ramasika. Kama sio Yesu na damu yako pale msalabani, tungalikuwa wapi? Robo sika ramasika. Tunakushukuru. Nasi asubuhi ya leo tumekuja mbele zetu, tunayainua macho yetu tuitazame milima. Msaada wetu utatoka wapi? Msaada wetu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Yeye asiyesinzia, asiyelala, yeye aliye mlinzi wa Israeli, yeye ambaye hata aliacha jua litupige wakati wa mchana wala mwezi wakati wa usiku. Yeye atulindaye kuingia kwetu na kuondoka kwetu, yeye aongozaye hatua za miguu yetu. Ni wewe Bwana tunayekutazama, ni wewe Bwana tunayekukimbilia, ni wewe tunainua mioyo yetu na kusema asante. Tumekuja kukuabudu Bwana. Ndio Bwana, endelea kumtukuza Bwana. Nyenyekesha moyo wako mbele za Bwana kwa toba. Mandiri kabayando robo shaka, mandara maseke rebosika, rikandara maseke, ramaseke rebosika, ramasheke tayanda ramasika, kori maseke reboshaka, rikandara maseke. Turemu Bwana, tutakase sawa sawa na Isaya 1:18. Rimando robosika, maana umesema ya njoni tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, umesema Bwana utatusafisha. Riposha kayanda, zijapokuwa nyekundu kama damu, umesema utatusafisha Bwana, utatungarisha, tutangara kama theluji na kama sufu. Umesema Bwana, kama magharibi ilivyo mbali na mashariki, ndivyo hivyo Bwana ulivyoziweka dhambi zetu mbali nasi. Bwana, tumekuja mbele zako, tumekukimbilia wewe, maana wewe ndiye mwenye msamaha wa kweli. Wewe ndiye unaweza kutusamehe Bwana. Wanadamu wanaweza wakatusamehe lakini wakakumbuka uovu wetu. Wanadamu wanaweza wakatusamehe lakini wakakumbuka makosa yetu. Baba, ni wewe peke yako unaweza kusamehe na kusahau. Ni wewe peke yako unaweza kuturumia watoto wako. Tumekuja mbele zako asubuhi ya leo. Tumekutenda dhambi kwa kuwaza kwetu, tumekutenda dhambi kwa kusema kwetu, tumekutenda dhambi kwa kutenda kwetu. Hatujatimiza wajibu, hatujatunza muda, hatujafanya hatupasayo kufanya. Baba, turehemu. It's a new day. We need fresh anointing, we need fresh revelation, we need fresh grace. Riposaka yanda rapakoria masheketa, liproshaka yanda ramasekere bobosika, ora masheterere bosaka
saka yanda la maseketa. Mtu wa Mungu popote pale ulipo, mimi na moyo wako mbele za Bwana. Haya masaa ya asubuhi ni malimbuko mbele za Bwana. Mimi na moyo wako, hakikisha unapata fresh anointing asubuhi. Hakikisha unapata nguvu mpya. Hakikisha unauishwa kwa upya kuikabili siku ya leo. Ripo saka yanda rapasika. Rama shendele koraka lakata. Wema wako upite kwenye mioyo yetu. Ushughulike na madhaifu yetu. Ushughulike na vikwazo vilivyoko mbele yetu. Ripo saka yanda rama shekerebo sakata. Libro saka yanda rama sekerebo boshaka. Orikanta wa shendelele bosa. Pita kwa yule mama, pita kwa yule dada, pita kwa yule kaka. Rama sekerebo sika. Angalia watoto wako Bwana, wamekuja kutafuta uso wako kama ambavyo Daudi anasema, nimesema nitamtafuta Bwana na nafsi yangu ikaitika. Rama sekerebo sika. Anasema asubuhi nitakupangia dua zangu. Huku nikitazamia. Nasi tumekuja asubuhi ya leo kukuabudu. Tumekuja kukupangia dua zetu, tukitazamia wema wako Bwana. Tazama watoto wako wanawake kwa wanaume, kila mmoja amekuja na haja ya moyo wake. Usimpite Bwana, usitupite Jehova, usitupite Mfalme, usimpite ule mama, usimpite ule kaka, usimpite ule dada. Pita na uweza wako. Pita ganga mioyo iliyovunjika, urudisha nafsi zilizochoka. Mandorobo sikarianda rabakoria, magoti yaliyolegea Bwana, katika jina la Yesu kayakaze kwa upya. Miguu iliyopoteza utayari Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu ukatiwe tena utayari kwa upya. Mandorobo sikarianda rabaseka. Orika sakataba yanda la kasakata. Ile miguu iliyonyang'anywa utayari, robo shaka ya masaka tunaurejesha katika jina la Yesu. Ripo saka tunakata hiyo minyororo. Popote ulipofungwa, popote ulipozuiliwa, tunakata hiyo minyororo kwenye miguu yako. Tunakata kwa damu ya Yesu. Rama saka rabasika. Unaenda kuanza tena upya. Orika bashanta la basekele kolokolokota. Yanda rama sekere bobosika. Ripo saka ya ndora maseketa. Tio Bwana rabo shaka. Mandiri masekere boshaka. Kori manda rabasika. Rikanta bayanda ramasika. Nasikia ndani yangu kuomba kwa ajili ya utayari. Mandiri kabayando robosika. Paulo anasema katika Waefeso 6 mstari ule wa 15, mfungie utayari katika miguu yenu kwa injili kwa injili ya amani. Kuna watu ambao utayari wenu wa kufanya mambo umeondolewa. Utayari wako wa kumtumikia Mungu umeondoka. Utayari wako wa kufanya biashara umeondoka. Utayari wako wa kukaa kwenye hiyo ndoa umeondoka. Utayari wako wa kulea hao watoto umeondoka. Nataka nikwambie Mungu anataka akurejeshe asubuhi ya leo utayari. Utiwe nguvu kwa upya. Mwingine anasema Mungu, nimejaribu hii biashara mara 5 inakufa. Ninaona mimi sio mtu wa biashara. Sikia neno la Bwana. Yesu akisema ndio itakuwa ndio. Na Mungu hataki watu wanaokata tamaa. Ule utayari ambao umeondoka asubuhi ya leo tunaenda kurejesha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana anasema ya kwamba nitawarudishia ile miaka iliyoliwa na madumadu na nzige na parare na tunutu. Kuna nguvu asubuhi ya leo ambao Mungu anaenda kuisha mioyo yetu. Anaenda kufungua utayari wetu. Na hicho kitu utakapoinuka tena, utakifanya akitazama tena. Jitie nguvu kwa Bwana, mtu wa Mungu. Asubuhi ya leo jitie nguvu kwa Bwana. Mwambie Bwana, nitainuka tena. Nitainuka tena. Ninainuka tena kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Rapa saka ya maseka. Libro shaka yanda rapo seketa. Rama sekere bobosika. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ipite kwenye miguu yako ya ndani. Ipite kwenye miguu yako ya ndani. Ule utayari uliofukiwa kwenye mashimo na adui, tunapeleka damu ya Yesu. Tunapeleka damu ya Yesu. Rapa saka rapo sika. Tunapiga o makaburi. Tunapiga o makaburi. Achia hiyo miguu. Achia wa utayari. Achia. Rapo sheke tamandere bobo shaka. Oria mashentere bobo shaka rababa. Rapa seke repopopo. Rama seke bobo shaka. Hivyo viatu ulivyobadilishiwa kwa njia ya ndoto, tunavivua. Tunakuvika viatu vyako. Ropo saka yanda rapa koria masheketa. Libro saka yanda raba seke
rebosha orika mashendere rebosika ropo saka ya masaka taya ropo rikapaya ropo rikanda rabaseka in the mighty name of Jesus. Yes, tayari wako unarejeshwa, tayari wako wa kufanya hiyo kazi, utayari wako wa kurudi kusoma shuleni. Riboshaka Rama seke reboshaka ridiri mandolo bosaka yandarabakoria. Ufungiwe utayari, ufungiwe utayari, ufungiwe utayari. Ropo siki rimando la kataya rapo sheke taya ripo saka taya ropo rikanda la maseke levotiri kataya. Tayari wako urejeshwe, tayari wako urejeshwe. Sikia mtu wa Mungu, Biblia inaniambia katika Yeremia kwamba Mungu alimchukua Yeremia akampeleka katika konde la mfinyanzi. Afu anasema ya kwamba akamtazamisha namna ambavyo mfinyanzi alikuwa anatengeneza viungu vyake, anatengeneza vyombo vyake. Afu Biblia inaniambia kila mara yule mfinyanzi alipokuwa anakosea, alikuwa anakibomoa kile chombo, anaanza upya. Sikia mtu wa Mungu, na Mungu anasema ya kwamba kuna watu anawatengeneza kwenye mikono yake. Kuna viwango Mungu anataka kupeleke, lakini uko kwenye matengenezo. Na ndio maana kuna hiki ulikuwa unajaribu unashindwa. Mara leo unakutana na Sarai, mara leo unakutana na hiki. Sikia mtu wa Mungu, uko kwenye chombo, kwenye mikono ya mfinyanzi. Anakutengeneza, ukiinuka tena utakuwa chombo cha kumzalia Mungu matunda. Utakuwa chombo cha baraka, utakuwa chombo chenye nguvu. Oh, sikia neno la Bwana. Oh, kuna watu mlikuwa mnatengenezwa, ni saa ya kuinuka. Utayari wako urejeshwe kwa upya. Saa ya kuinuka. Muda wa matengenezo unaisha, muda wa kutengenezwa unakaribia kuisha. Ni muda wa kuinuka na kuanza kutembea. Receive that grace, receive that anointing, receive that power. Oh, rapo shekendere rebosika rikiki mandoro bobos horianda rabasheke rikiki rimando robosika rindi rimando robosika rama sekendere boshaka orima seketaya rimando robosika. Ninaona watu wanainuka. Rikiki mando robosika rindi rimando robosaka. Ninaona mtu anainuka tena, anasimama kwenye ndoa yake. Ninaona mtu anainuka tena, anarudi kusoma. Ninaona mtu anainuka tena, anarudi kwenye biashara yake. Sikia, tunaenda kuombea mikono. Roboshaka. Daudi anasema katika Samueli wa pili mlango wa 18 ya kwamba anaifundisha mikono yangu vita. Kwa mikono yangu na upinda upinde wa shaba. Kwenye Zaburi ya 144 mstari wa kwanza na wa pili anasema, ahimidiwe Mungu wetu atufundishaye mikono yetu vita na vidole vyetu kupigana. Sikia mtu wa Mungu asubuhi leo unanisikiliza. Joshua na wana wa Israeli walipotoka Kanaani, walipotoka Misri wakafika Kanaani, Biblia inaniambia ilibidi waanze kupigana ili kuyateka yale maeneo ambayo walitakiwa wapewe, ambao Mungu alishawaidia kwamba ninawapa nchi ya asali na maziwa. Mungu anaweza kukuonyesha kitu. Mungu anaweza kukuonyesha destiny ambayo ni nzuri sana. Anaweza kukuonyesha familia ambayo ni nzuri sana. Anaweza kukuonyesha biashara nzuri na kubwa sana. Anaweza kukuonyesha huduma ambayo ni kubwa. Anaweza kukuonyesha whatever Mungu anachotaka kukuonyesha kwenye maisha yako. Unahitaji kupigana kukipata. Unahitaji kupigana kukipata. Asubuhi ya leo nasikia kuomba na watu kwa habari ya mikono. Mikono yako katika ulimwengu wa roho. Uwezo wako kupigana urejesho kwa upya. Ukapigane, 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 ukateke, ukamiliki, ukatawale. Uwezo wa kupigana uko kwenye mikono. Peleka damu ya Yesu kwenye mikono yako. Peleka damu ya Yesu kwenye mikono yako.
Kuna minyororo naona watu wamefungwa, kuna pingu na zona zimefungwa kwenye mikono ya watu. Ni saa ya ukombozi. Rama shendere bobo shaka yanda ramasika. Hiyo mikono ambayo kila unachogusa kinateleza, kinaondoka. Hiyo mikono ambayo badala ya baraka imekuwa inaachilia laana. Oh, ninapeleka damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninapeleka damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakata hizo pingu, nakata hizo pingu, nakata hizo pingu, pingu za kichawi, pingu za asili ya kuzaliwa. Nakata, 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 nakata kwenye hiyo mikono. Rapo shaka yanda rabasika, orima sekenderebosika. Ninaona mwingine amevikwa pete ya ngozi. Ropo shaka yandora mosa, ishara ya agano. Oh, ninavua hiyo pete, nakuvua hiyo pete, nakuvua hiyo pete. Toka ache hicho kidole, toka ache hicho kidole. Na nyunyiza damu ya agano jipya, damu ya agano jipya, damu ya Yesu inenayo mema, ikavunja hayo maagano ya kuzimu. Ulivikwa kwa ndoto, lakini ni pete ya madhabahu za kifamilia. Ninaivua, naivua, naivua. Na nyunyiza damu ya Yesu, damu ya mjumbe wa agano jipya, ikafute hayo maagano yote ambao umeingizwa katika jina la Yesu. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Rikarabo shaka ramaseke, hiyo roho ya utelezi kwenye mikono yako. Rikikimando robo shaka, ninapeleka damu ya Yesu kwenye hiyo mikono. Kila unachoshika unakiachia, kila baraka inayofika kwako inapotea. Napeleka damu ya Yesu kwenye hiyo mikono. Ninapeleka damu ya Yesu kwenye hiyo mikono yako ya ndani. Napeleka damu ya Yesu ikaondoe hiyo roho ya utelezi. Napiga hiyo roho ya utelezi, napiga hiyo roho ya utelezi. Toka achia huyo mama, toka achia huyo kaka, toka achia huyo dada. Rapa sheketaya ramanderebo shaka, oriama sekerebo sika, robobobo sikirimando, ramamanderebo sika, orima sekenderebo saka, oriama shenterebo sika, rapa seketaya, rama seketaya, kwa jina la Yesu. Mikono yako na ichovya katika damu ya Yesu. Tunachovya mikono yetu katika damu ya Yesu. Adui, sikia neno la Bwana. Hutaiba mikono ya watakatifu wa Bwana. Hutaiba baraka zetu. Hutaiba vile tunavyovigusa. Maana mikono yetu tumeiweka wakfu kwa damu ya Yesu. Tumefunga agano na damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ribo shaka ya maseketaya, rindi rimando robosika, rikanda rabosika, rama sekerebosika, rama sekerebo shaka, orianda rama sekerebobosa, rikanda rama sekerebosika, oriama shentererebosika, rikanda rama sekerebosika, kandirima sakataya, rama sheterebosika, rama sekendererebosika, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Tutaenda mbele za Bwana, tutaenda kuomba kushughulika na ngome za mawazo. Paulo anasema katika Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 3 hadi wa 5, ingawa tunaenenda kwa mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, bali silaha zetu zina nguvu na uweza katika Bwana, hata tukiangusha ngome za mawazo. Anasema ya kwamba tukiteka nyara fikra zote, anasema tukiteka nyara fikra zote zipate kumtii Kristo. Watu wengi wanazuiliwa na mawazo. Mawazo ni ngome. Tunaweza tukakuombea mikono yako ukapewa uwezo wa kupigana. Tunaweza tukaombea miguu yako ukapewa utayari. Lakini sikia mtu wa Mungu, kama mawazo yako hayajafunguliwa, kama fikra zako hazijabadilishwa, rikarabosika, utabaki pale pale. Paulo anasema ya kwamba kwenye Warumi 12 mstari wa 1 na 2, ya kwamba tuitoe miili yetu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Bwana, maana ndio ibada yenye maana. Afu anasema mgeuzwe nia zenu. Kuna namna mindset yako isipobadilika utabaki pale pale, mwaka nenda rudi. Tutaenda mbele za Bwana. Iko damu ya Yesu. Tunapeleka hiyo damu ya Yesu kwenye mawazo, kwenye fikra. Pangua kila fikra iliyo kinyume na elimu ya Kristo.
Pangua kila fikra iliyo kinyume na elimu ya Kristo. Pangua kila mawazo yasiyofaa. Biblia inaniambia unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaona nini kwenye ndoa yako? Unaona nini kwenye kazi yako? Unaona nini kwenye huduma Mungu aliyokupa? Unaona nini kwenye career Mungu aliyokupa? Hicho unachokiona ndicho utakachokipokea. Hebu tuende mbele za Bwana. Peleka damu ya Yesu. Raba shaka yama seketaya. Robo sikirimando. Tunaomba rema Bwana, tunaomba toba kwa namna tulivyojitazama kwamba tu dhaifu. Kumbe umesema walio dhaifu waseme wana nguvu. Ndani yetu kama kuna udhaifu, ndani yako Kristo kuna ujasiri. Na umesema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Baba, tunaomba rehema kwa kuwa tumetembea na utu wa kale kwa muda mrefu, ili hali tunakukiri ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Saa hii Bwana, ninaichukua hiyo damu Yesu kwenye madhabahu isiyofanyika kwa mikono ya wanadamu, na ipeleka kwenye ngome za mawazo, kwenye ngome za mawazo, kwenye ngome za mawazo. Naangusha hizo ngome. Tunaangusha hizo ngome. Tunapangua hizo ngome. Ngome za mawazo mabaya, ngome za mawazo ya kushindwa, ngome za mawazo ya umaskini, ngome za mawazo ya magonjwa. Toka achia watu wa Mungu. Toka achia huyo dada. Toka achia huyo baba. Toka achia huyo mama. Rapa sheketaya, rama seketaya. Na bomoa hizo ngome. Na bomoa hizo ngome. Na bomoa hizo ngome. Ngome za mawazo. Rapa seke yama seke rabo shakata. Lipro saka yanda rama seke rebobosa. Oria masaka achia watu wa Mungu. Wageuzwe nia. Tugeuzwe nia zetu. Tufanye wapya ndani ya Kristo. Tuwaze kama Bwana anavyotaka tuwaze. Tutende kama Bwana anavyotaka tutende. Tuseme kama Bwana anavyotaka tuseme. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunavua kila utu wa kale. Tuvikwe utu mpya unaofanana na ule waliye aliyetumba, uliojazwa ufahamu wa kimungu, uliojazwa elimu ya Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu wetu kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa kibali chako. Ninaomba neema yako Bwana iwe pamoja nasi. Sai tunapokwenda kujifunza neno lako la uzima, naomba useme na kila mmoja wetu Bwana. Ukapate kutufungua pale tulipofungwa. Neno lako likatuponye pale ambako Bwana kuna magonjwa, kuna hofu. Neno lako Bwana likaachilie ufunuo mpya wa kutuvusha katika maisha yetu. Nisaidie mtoto wako na mtumishi wako kuinena ile injili katika hekima yote na katika ujasiri. Dalili za ishara na nguvu ambatane na neno lako. Msaidie kila mmoja ambaye amejiungamanisha na madhabahu Bwana asubuhi ya leo. Fungua macho yake ndani. Baba, roho ya hekima na ufunuo katika kukujua wewe kapate kumwingia. Baba, ninaomba uanze pamoja nasi na umalize pamoja nasi. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa mtu wa Mungu, kukaribishe tena katika kipindi chetu hiki cha Amka na Rehoboth, kipindi ambacho ni maalum kwa ajili ya maombi ya asubuhi. Na tulikuwa na kipindi kizuri cha maombi kimepita, na sasa ni kipindi cha neno. Usisahau kusubscribe na kulike kwenye YouTube channel yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wiki tumekuwa tunatembea na kichwa cha somo kinachosema nguvu ya kuketi mahali pa siri na Mungu. Nguvu ya kuketi mahali pa siri na Mungu. Na tuliongozwa na kitabu kile cha Wafalme wa Pili, mlango ule wa 4 mstari wa 1 hadi wa 7. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 1 hadi wa 7. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 1 hadi wa 7, Biblia inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukaviminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge.
Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo, mafuta yakakoma. Akasema, enenda ukayauze mafuta haya. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na wanao na watoto wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Katika siku hizi mbili tuliangalia namna ambavyo ni habari ya mwanamke ambaye alikuwa amefiwa na mume, na mume alipofariki alikuwa amekufa akiwa na madeni, na mama hana vitu au hana kitu cha kulipa yale madeni. Kwa hiyo watoto wanachukuliwa ili wakawe watumwa au wakafanye kazi cha kiwango cha kulipa yale madeni ambayo baba yao alikuwa amekopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia kwamba yule mama alienda kwa nabii Elisha na akamwambia kwa habari ya shida aliyokuwa nayo. Na Elisha anamwambia, nikufanyie nini? Una nini nyumbani mwako? Nikakwambia kwamba yule mama aliposema kwamba ana chupa ya mafuta, kibiblia mafuta ni Roho Mtakatifu. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana, anasema mafuta yaliyoko ndani yenu ninyi yanawafundisha, na anasema kwamba hayo mafuta ni Roho Mtakatifu. Kwa nikakwambia kila mtu amepewa nguvu ndani yake, na hiyo nguvu inahitaji kutumika ili tuweze kuona matokeo. Ile nguvu tusipoitumia hatuwezi kuona matokeo. Na nilisema kwamba kinachosumbua watu wengi ni namna ya kuitumia ile nguvu, namna ya kutoa ile nguvu. Kwa hiyo tukaona kuna namna ambazo unaweza ukafanya ili nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani yako ianze kuleta matokeo. Issue sio kupokea Roho Mtakatifu na kunena tu kwa lugha. Kuna zaidi ya kunena kwa lugha. Kunahitajika nguvu ile ianze kufanya kazi. Nguvu ya uponyaji, nguvu ya kukuinua kiuchumi, nguvu ya kukuinua kwenye kila eneo. Hiyo nguvu tunataka iwe manifested. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuliangalia kwamba tunahitaji kutengeneza mazingira ambayo Roho Mtakatifu atafanya kazi. Tuliongea kwa habari ya chombo ambacho ni moyo wako. Moyo wako unatakiwa uwe ni moyo wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliona kwamba Mungu anataka mioyo yetu iwe ni mioyo iliyo plain, mioyo kama watoto wadogo, mioyo kama watoto wachanga, mioyo isiyo na uchungu, mioyo iliyojaza neno la Bwana. Na leo natamani tuendelee. Ukipata muda angalia kule ambako tuliishia jana kwenye vipindi vya maombi vya asubuhi jana na juzi, utapata kwa wewe ambaye ni mara ya kwanza. Leo natamani tuangalie kitu kingine, namna nyingine ambavyo unaweza kuifanya nguvu ya Roho Mtakatifu itende kazi na kukupa matokeo. Jifunze kila mara kuketi mahali pasiri na Mungu. Hakuna jambo ambalo Mungu haliwezi. Naposema mahali pasiri na Mungu ni kuwa na mahusiano binafsi na Mungu, kuwa na fellowship na Mungu. Fellowship na Mungu tunaipata kwa njia gani? Kwa njia ya maombi. Fellowship na Mungu tunaipata kwa njia gani? Kwa njia ya neno. Fellowship na Mungu tunaipata kwa njia gani? Kwa njia ya kutafakari. Halo. Tenga muda kila siku wa kukaa uweponi mwa Bwana. Unaweza ukaniambia niko busy, lakini tenga, hauwezi kukosa dakika 10. Huwezi kukosa nusu saa asubuhi. Asubuhi unapoamka, acha lisala kwanza liwe la Bwana. Sema na Mungu. Meditate neno la Bwana. Mchana watu wanaenda kula chakula wanatumia lisaa lizima. Use 20 minutes or 30 minutes. Kaa kwenye uwepo wa Bwana. Tenga muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tenga muda. Mtu anakuambia niko busy, siwezi kupata muda wa kuomba. Niko busy. Kile ambacho unakipenda huwa unakipa nafasi. Mtu unayempenda huwa unampa muda wako. Na kama unampenda Mungu utampa muda. Kuna muda tu utaupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka miaka ya nyuma, miaka 2000 na kuanzia 2007 mpaka 2015 nikiwa nimeajiriwa. Nilikuwa
enda kazini. We were very busy, extremely busy. Na kipindi hicho tayari nina watoto wadogo. Watoto, unajua wale watoto wachanga wa kulea, kipindi kile ndio unazaa na nini. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kilikuwa kigumu kwangu. Ni kipindi ambacho as a family ndio mnaanza kuweka misingi, mnatafuta namna ya kwanza hata mjenge mwe na kwenu na nini. Kwa hiyo mnapambana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilikuwa najikuta obviously ninaamka saa 10 au saa 9 saa nyingine nyumbani, uhangaike na watoto, utengeneze mazingira, utoke hapo uende kazini. Ukifika kazini kazi zinakusubiri. Lakini kuna namna Mungu aliniwekea kiu ndani yangu ya kumtafuta. Akaniwekea kanidhamu fulani ambako nasema kalinisaidia na kameendelea kunisaidia. Ya kwamba kila utahakikisha Lydia umewahi kazini. Kama mnaingia saa 2, wahi saa 12:30 uwe kazini au saa 1. Pata muda wa kusoma neno. Pata muda wa kuomba. Akaniwekea kitu kingine, kila mwezi alikuwa ameniwekea style fulani ya kufunga. Kwa ule muda wa mchana ule wa lunch, jirani pale nilipokuwa tunafanya kazi, tulikuwa jirani na kanisa. Lilikuwa ni kanisa ambalo sio dhehebu naloabudu. Mwanzoni walikuwa wanielewi, nilienda kuwaomba, nikamwambia naomba niwe nakuja kuomba hapa mchana. Unajua mambo ya dini tena. Mwanzoni walinikatalia, baadaye wakakubali, maana niliendelea kuwasumbua. Kwa hiyo ule mchana kama nimefunga naenda naomba pale. Na Mungu alikuwa ananijaza kwa namna tofauti. Nakumbuka siku moja nimeenda kuomba, nguvu za Roho Mtakatifu zikanijaa. Muda wa maombi umeisha, ikabidi mwambie Roho Mtakatifu, please, naomba unisaidie nirudi kazini. Nimerudi kazini, nimemaliza tu, nikajikuta na nena kwa lugha. Nilifika nyumbani na nena mpaka saa 4 usiku. Nimelala, ninasikia bado midomo inawaka moto inanena. Kwa nini? Unapojitia nia kutafuta kuketi mahali pasiri na Bwana, atakujaza. Ukisoma Zaburi ya 91 mstari wa 1. Zaburi ya 91 mstari ule wa 1. Zaburi 91 mstari wa 1 anasema, aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Tunaposema kuketi mahali pasiri na Mungu, uwe na uhakika kwamba unapojitia nia yako na kukaa uweponi mwa Bwana, uvuli wa Mungu utakufunika. Uvuli wa Mungu utakufunika. Na uvuli wa Mungu ukikufunika, kila kitu kwako kitakuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuja kusoma kule chini kwenye ile Zaburi ya 91. Anasema huyu mtu anaiketi mahali pasiri na Mungu, hata tauni ipigayo maelfu ikiinuka haitampiga. Anasema watu wote wanaweza wakaanguka, lakini kwa sababu uvuli wake Mwenyezi umemfunika huyu mtu, yeye hataanguka. Anasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamlinda. Manake nini? Unapoketi mahali pasiri na Bwana, ulinzi wa Mungu unakufunika, nguvu za Mungu zinakufunika. Biblia inaniambia kwenye waraka wa kwanza wa Petro mlango ule wa 1 mstari wa 5, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia imani katika Kristo Yesu, hata mpate wokovu wa milele. Maanake ni nini? Kuna nguvu za Mungu ambazo anawatamia nazo wale watu wampendao, wale watu wanaomtafuta, wanaotafuta fellowship na Mungu kila siku itwapo leo. Kuna uvuli ambao Mungu anawafunika nao. Haleluya. Unaniambia Lydia, unasema nini? Ukisoma kitabu nafikiri ni cha Hesabu mlango ule wa 13 au 14, utakutana na habari ya kina Joshua. Utakutana na habari ya kina Joshua wakiwa wametumwa kwenda kupeleleza nchi ya Kanaani. Hesabu 13. Yeye na wapelelezi wengine 11, walikuwa 12. Biblia inasema waliposhuka, wapelelezi 10 walileta taarifa mbaya.
ya kwamba ile nchi na Waanaki na Wanefili na Waamaleki, majitu makubwa, tulijiona mbele yao kama ni panzi, na sisi ndivyo walituona kama ni panzi, na sisi ndivyo tulivyojiona. Wakawaambia watu wao ya kwamba hatuwezi kuipandia hiyo njia. Lakini kuna neno moja ambalo alilisema Joshua na Caleb, nafikiri ni Caleb. Akawaambia ya kwamba ikiwa imempendeza Bwana kututoa Misri mpaka hapa, na acha tuipandie hiyo nchi, kwa sababu ule uvuli ambao ulikuwa umewafunika wale wenyeji wa lile eneo, ule uvuli Bwana ameuondoa. Rika rabosaka yanda rabakoria. Kumbe kuna uvuli ambao Mungu anaufunika watu, na ule uvuli kumbe unaweza ukaondoka au ukakaa na mtu. It depend na yule mtu amekaa vipi na Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapochukua muda wako kuketi mahali pasiri, uvuli wake Mwenyezi utakufunika. Ule uvuli wa Mwenyezi ukikufunika, ule ni utukufu wa Bwana. Musa anaambiwa na Mungu ya kwamba, Musa anamwambia Mungu, kama uendi pamoja nasi, usituchukue kutoka hapa. Mungu akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Afu Musa anamwambia, nionyeshe utukufu wako Baba. Halo, nionyeshe utukufu wako. Mungu akamwambia, uso wangu, anasema nitapitisha wema wangu wote mbele zako. Uso wangu utaenda pamoja na, nami nitakupa raha. Kumbe unapofunikwa na uvuli wa Bwana, raha inaachiliwa ndani ya moyo wako. Rikarama seketaya. Biblia inasema, basi ikiwa iko ahadi ya kuingia rahani mwake, tuangalie miongoni mwetu yeyote asije akaikosa. Kuna raha ya kukaa uweponi mwa Bwana. Kuna raha ya kukaa chini ya uvuli wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu turudi kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 5. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 5. Elisha anamwambia yule mama kwenye ule mstari wa 3, akasema, nenda ukatake, ngoja nianzie wa 2. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usivitake vichache. Sasa nataka ule mstari wa 4. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Haleluya. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuketi mahali pasiri. Elisha anamwambia yule mwanamke ya kwamba chupa ya mafuta ndiyo unayo, lakini hiyo chupa ya mafuta ili iweze kuleta maongezeko, sharti uingie chumbani ukajifungie, alafu chukua vile vyombo, anza kumimina mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali pasiri ni mahali pa kujazwa. Huyu mama alipoingia chumba chake cha ndani, akaanza kumimina mafuta, vile vyombo vilianza kupokea. Nimesema ndani yetu kuna nguvu ambayo Mungu amewekeza. Iliyo nguvu ifanye kazi, ni lazima uwe na mahusiano na Mungu. Lazima uwe na muda wa kukaa uweponi mwa Bwana. Unapokaa uweponi mwa Bwana, Mungu anaanza kukufungua macho yako ya ndani. Anaanza kukuonyesha vitu ndani yako vingi ambavyo ameviwekeza. Anaanza kukuonyesha vyombo mbalimbali alivyoweka ndani yako, na anaanza kuvijaza kimoja baada ya kingine. Mungu anaanza kukuonyesha vipawa na karama alizoweka ndani yako. Unapoketi uweponi mwa Bwana, ribo saka yanda rabakoria. Sikia, unaenda mbele za Bwana kumwambia Mungu kwa habari ya uchumi wako, anakuambia no. Usilie kwa ajili ya chakula chako cha leo na kesho. Nimekuita uwe miliki wa biashara. Wewe umeenda kulia kwa ajili ya ugali,
Lakini unapokaa uweponi mwa Bwana anakuambia nataka sio tu nikupe huo ugali wako wa kila siku au mkate wako wa kila siku, ila nachotaka nikufanye wewe uwe mkate. Rabo shakayanda rabakoria. Naongea na washindi hapa, naongea na watu ambao ni wana wa ufalme, ya kwamba Mungu anaona haja yako ni ndogo kulingana na vile vitu Mungu ambavyo amekusudia akupe katika maisha yako. Yule mama alienda kuomba alienda kuomba alipiwe deni, lakini Elisha anamwambia ingia chumba chako cha ndani, chukua vyombo kavijaze mafuta. Yale mafuta kidogo ulionayo yana uwezo wa kumultiply kwa nguvu ya neno la Bwana. Kwa nguvu ya Mungu una uwezo wa kuzidishwa. Kwa hiyo anamwambia yale mafuta hayatakutosha tu wewe, yale mafuta yatakutosha wewe, yatalipia deni na mengine utabaki nao nyumbani. Ya kwamba Mungu anataka kufanye wewe ni baraka. Unaenda kumwomba Mungu mkate, lakini yeye anataka wewe uwe mkate, ya kwamba ndani yako wengine waje kula baraka zao. Halo. Chumba cha ndani. Chumba cha ndani. Wako wapi watu ambao katika kizazi hichi watakubali kuacha kazi zao, watakubali kutenga muda wao kukaa chumba cha ndani na Bwana, kukaa na kusikia kwa habari ya Bwana, wakae wamsikie Bwana kwa habari ya maisha yao na maisha ya Watanzania, kwa habari ya maisha yao na kizazi hiki cha vijana wa Kitanzania? Ni watu wangapi ambao watakaa chumba cha ndani? Maanake kwenye chumba cha ndani kuna hazina ambazo Mungu anaziachilia ambazo sio za kawaida. Sio za kawaida. Hebu tusome Isaya 45. Roho Mtakatifu ananikumbusha kitu. Isaya 45. Isaya 45 anasema katika ule mstari wa 2 hadi wa 3. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone pale anasema nami nitakupa hazina za gizani. Hizi hazina za gizani hazitolewi tu kwa kila mtu. Zinatolewa kwa wale watu ambao ni wapakwa mafuta. Wale watu ambao wanadea, I don't know how to say it in Swahili. Wanathubutu au wanajitoa kukaa uweponi mwa Bwana. Ziko hazina za gizani, ziko mali za sirini ambazo ukitoka pale kila mtu anasema hii akili umeitoa wapi? Hii hekima umeitoa wapi? Yesu alisema ya kwamba mtakapopelekwa barazani pa maadui zenu, msiwazi mtajibu nini au mtasema nini, maana mkiwa katika kwenda nitawapa hekima ambayo maadui zenu hawana. Manake ni nini? Tunapoketi mahali pasiri, tunapokea na mali zilikozoko sirini. Tunapokea na hazina za sirini. Tunapokea na vipawa ambavyo hata dunia haikuwahi kuwaza kama tunavyo. Tunapokea akili ambazo dunia haikuwahi kuwaza kama tunazo. Leo asubuhi wakati nimeamka, Roho Mtakatifu akaniambia kwa habari ya Mithali 13 mstari wa 14. Mithali 13 mstari wa 14. Kuna kitu pale nataka tukione. Mithali 13 mstari wa 14 anasema, sheria ya mwenye akili ni chemichemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Sheria ya mwenye akili ni chemichemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilitamani tusome ili andiko kwenye Biblia nyingine. Amplified Bible, I don't see it. Okay, ngoja niache hapo. Nikisoma kwenye English version ya hii Bible, kuna kitu nataka tukione hapo kwenye hiyo Mithali. Anasema
kwenye Mithali 13:14 ya kwamba the law of the wise is a fountain of life to depart from the snares of death. The law of wise is a fountain of life to depart from the snares of death. Kitu gani nilitaka niseme? Unapoketi mahali pasiri, kuna namna ambavyo Mungu anaachilia akili. Maana anasema hiyo akili ni chemichemi, ni chanzo cha uzima kinachopelekea kuepuka wewe mitego ya mauti. Mitego ya mauti. Wako wanaokutega wewe. Usipokuwa ni mtu wa kuketi mahali pasiri, hiyo mitego itakunasa tu. Tusipokuwa ni watu wa kuketi uweponi mwa Bwana, wako watakaokuja na sura ya kondoo kumbe ni mbwa mwitu. Wako watakaokuja wamevaa mavazi meupe kumbe mioyo yao ni giza. Kwa hiyo kwa nini tunahitaji kuketi mahali pasiri? Kwa sababu katika mahali pasiri kuna akili Mungu anaiachilia ambayo ni chemichemi ya uzima. Haleluya. Yule mama anapoingia ndani, ndani kuna vitu vikubwa. Yeremia 32:27. Yeremia 32 mstari ule wa 27. Yeremia 32 mstari wa 27, Biblia inasema, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Huyu mama alipoenda kwa Elisha, alikuwa ana madeni na najua watoto wake ndo wanachukuliwa. Lakini Elisha anamwambia, mama, iko nguvu katika kuingia ndani, kuingia chumbani mwako. Kutumia vile vipawa, kutumia kile kipawa Mungu alichoweka ndani yako, iko nguvu. Ingia chumba cha ndani. Je, kuna neno Mungu asiloliweza? Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako unakidharau ni kidogo na kila siku unalia sina kazi sina kazi. Hicho kipawa kidogo alichokupa, hebu ingia chumba cha ndani, omba, mwambie Mungu, niwezeshe kuona ile chupa ya mafuta iliyoko ndani yangu. Nataka nikwambie Mungu atakufungua macho yako. Akiyafungua macho yako, utashangaa. Kile ulichokuwa unakiona ni cha kawaida kitakuwa sio cha kawaida. Wewe unajiona ni wa kawaida, wewe sio wa kawaida. You are not normal person. You are extraordinary person. Once we are born again, we are not ordinary. We are extraordinary. Biblia inasema, Yesu anawaambia, msijisumbue kwa neno lolote. Msisumbukie mtakula nini, mtavaa nini. Anasema, angalieni ndege wa angani. Hawapandi hawavuni, lakini Baba wa mbinguni anawalisha. Angalieni maua ya kondeni. Alikuwa anajaribu kuambia msitegemee akili zenu. Sisemi usifanye kazi, fanya kazi sana, lakini usitegemee akili zako. Usitegemee elimu yako kwamba hii elimu ndio inanifanya nifanikiwe. Usitegemee mazingira, mtegemee Mungu. Unapokaa chumba cha ndani, ile elimu aliyokupa ataimultiply, ataifanya iwe productive. Ataifanya ile elimu ikupe extraordinary harvest, mavuno yasiyo ya kawaida. Unapokaa chumba cha ndani, chumba cha siri, mahali pasiri na Bwana, atakufunulia hata mambo ambayo watu wengine hawafunuliwi. Mathayo 6 mstari wa 6. Mathayo 6:6. Mathayo mlango wa 6 mstari wa 6. Biblia inasema, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Yesu anasema,
wewe usalipo, ingia chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako usali mbele za baba yako. Afu anasema yeye aliye siri, yeye aonaye sirini atakujazi. Hakuna mtu ambaye ameenda kukaa na Bwana uweponi mwake akatoka kama alivyo. Hakuna mtu wa Mungu. Hebu kuna kitu Roho Mtakatifu ananikumbusha kwa habari ya Ibrahim na Isaka. Hebu tusome ile Mwanzo 22. Kuna kitu hapa nataka uone kwa habari ya ibada. Unapofanya ibada mbele za Bwana, ukisoma Mwanzo 22, nitasoma ule mstari wa 3, nitasoma mpaka wa 5, alafu nitaruka. Anasema Ibrahim akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana 2 pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuarudia tena. Haleluya. Nataka uone pale anaposema, pale juu anasema Mungu alimwambia Ibrahim, nipe mwanao wa pekee Isaka. Kwa hiyo safari yao imeanza sasa, wakiwa na watumishi wake, na Isaka mwenyewe anaenda kutolewa sadaka. Alafu Biblia inaniambia kwamba ile siku ya 3, Bwana Yesu asifiwe, siku ya 3 Ibrahim akagundua mahali ambako Mungu amemwelekeza kwamba anaenda kutengeneza madhabahu na kumtoa sadaka Isaka. Kwa hiyo akawaambia wale vijana wengine, bakini hapa, mimi na mtoto tunaenda kuabudu. Maanake ni nini? Kanda rabo sika yanda raba koria. Yesu anasema kwenye ile Mathayo 6 mstari wa 5, wewe usalipo usiwe kama wanafiki wanapiga kelele ili wapate kuonekana. Anasema ingieni chumba chenu cha ndani, afu baba yenu aonaye sirini atafanya nini? Atakujazi. Kwa hiyo Ibrahim alikuwa anatoka kwenye dimension moja ya kelele, anaenda kwenye uwepo wa Bwana. Sikia, alitoka na kundi, yeye na mtoto wake na vijana. Kwa hiyo wamefika eneo ambapo sasa tunatoka patakatifu, tunaingia patakatifu, patakatifu. Kumbuka ile hema ya kukutania wana wa Israeli ilikuwa na maeneo 3. Ilikuwa na malangoni pale walikokuwa wanachinja sadaka zao, alafu walikuwa na patakatifu ambapo walikuwa wanaingia watu, lakini kulikuwa na patakatifu patakatifu ambapo walikuwa wanaingia makuhani tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Ibrahim ametoka nyumbani kwake kwenye malango ya kwanza, ameingia akiwa na kundi lake lile la vijana, ni patakatifu. Sasa kwenda kuketi mahali pasiri na Mungu, unaingia patakatifu patakatifu, mahali ambako wengine hawafiki, rika rabo seketaya. Kwa hiyo anaingia, anamwambia bakini hapa, mimi na mtoto tunaenda kufanya ibada. Wanaenda mahali pasiri. Haleluya. Tusogee pale chini. Nataka uone ile zana, anasema babako aonaye sirini atakujazi. Mstari wa 9 anasema wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahim akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahim akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana wako mkono, wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo kunizulia mwanao wa pekee. Ibrahim akainua macho yake akaangalia, tazama kondoo mume. Nataka nisogee pale chini kidogo. Mstari ule wa 15. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala ukunizulia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Haleluya. Basi Ibrahim akawarudia vijana wake, wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Basheba. Ibrahim akakaa huko Basheba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona anatoka Ibrahim na Isaka kwenda kumfanyia Mungu ibada.
na wale vijana. Wametoka hatua ya kwanza wakaingia hatua ile ya pili, patakatifu pa patakatifu. Hatua ya tatu walipofika pale ni Ibrahim na Mungu na sadaka yake alikuwa amebeba ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoingia chumba cha ndani, aliingia yeye na moyo wake ambao ulikuwa umembeba Isaka. Anasema ninamtoa huyu Isaka kwenye moyo wangu na mweka kwenye madhabahu ya Bwana. Anasema kama aishivyo Bwana, hii ni mtoto ulinipa wewe, nimemrudisha kwako. Sasa sikia, Yesu anasema wewe usalipoingia chumba chako cha ndani, babako aonaye sirini atakujazi. Kwa hiyo Ibrahim aliingia chumba cha ndani, aliingia uweponi mwa Bwana kufanya ibada. Alipotoka hapo Mungu alimbariki. Isaka aliyepewa hakuwa tena Isaka, alikuwa ni mataifa. Alibarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika kukubariki nitakubariki, nitauzidisha uzao wako na jamaa yote ya dunia itajibarikia kupitia wewe. Maana yake ni nini? Ibrahim, you have come alone to worship God, but in the presence of God, I am multiplying you. You are going to become a nation. Na kuzidisha, hautabaki ulivyo. Unapoingia chumba cha siri, unapokaa uweponi mwa Bwana, kuna nguvu Mungu anaziachilia. Kuna baraka Mungu anaziachilia za uzidisho. Baraka ambazo zinakufanya wewe mwenyewe personally uwe baraka. Wewe mwenyewe watu anze kutap from you. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akitupa neema kesho tutaendelea. Kuna vitu natamani tuvione kila mara tunapoketi kwa siri. Kuna mtembeo katika ulimwengu wa roho Mungu anabadilisha. Unapoketi mahali pa siri. Mungu akitupa neema tutakuja kuona mifano mingine kesho ni wakati wa kipindi kijacho kwa habari ya Esther, kwa habari ya kina Samuel kule. Tutaona namna ambavyo watu walipoketi mahali pa siri Mungu alibadilisha destiny zao. Saa imefika Mungu anataka kuleta mtembeo mpya katika kanisa. Anataka watu watakaopata muda wa kuketi mahali pa siri. Anataka watu ambao watasema, Lord, we have come. We surrender each and everything. We are here for you. Natamani tuende mbele za Bwana. Mungu akaachilie neema. Akakupe roho ya neema na kuomba. Roho ya neema na kuomba ambayo itakuvuta uweponi mwa Bwana kila itwapo leo. Haijalishi umejibiwa maombi yako, lakini utavutwa kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Maana ndani yako Mungu anataka adondoshe vitu vitakavyoibadilisha hii dunia. Mungu anataka adondoshe vitu vitakavyobadilisha ukoo wako. Mungu anataka adondoshe vitu ndani yako vitakavyobadilisha organization yako. Wako wapi ambao Mungu atawaita kwa pendo lake wakae mahali pa siri? Tunaenda kuomba roho ya neema na kuomba. Lakini tunaomba roho ya kumcha Bwana. Ibrahim asingeweza kumtoa Isaka kama alikuwa hamchi Bwana. Tunaenda kuomba pia roho ya hekima na ufunuo. Wakati unapoenda uweponi mwa Bwana, Mungu akajifunue kwako. Kama ambavyo alijifunua kwa Ibrahim. Anamwambia Ibrahim, kunizulia mtoto wako, ninakubariki, ninakufanya uwe baraka. Natamani unapoenda mahali pa siri Mungu akupe ufunuo wake, ambao huo ufunuo utakumove wewe kizazi na kizazi. Utaondoka lakini watasema aliwahi kuishi mama mmoja, aliwahi kuishi baba mmoja, aliwahi kuishi kaka mmoja. Natamani uende mbele za Bwana asubuhi ya leo. Mwambie Bwana, nimekuja mbele zako. Nimepotea kwa muda mrefu, sikutafuta kukaa mahali pa siri na wewe. Saa hii nimegundua ya kwamba mahali pa siri kuna mafuta. Nimegundua mahali pa siri kuna uwepo wako. Nimegundua mahali pa siri kuna pia mali za gizani na hazina za gizani. Mungu, ninachotamani asubuhi ya leo, fufua karama ya kuomba ndani yangu. Roho ya neema na kuomba ndani yangu. Hebu kwa dakika chache sema kitu mbele za Bwana. Kwa dakika chache mwambie Bwana hitaji la moyo wako. Mimi ninatamani Mungu azidishe kiu ya kuomba ndani yangu. Ninatamani Mungu azidishe kiu ya kutafuta uso wake. Mimi sijui kwako asubuhi ya leo. Rabo shaka tayanda rabakoria. Mwambie Bwana raba sekere bobosika, fufua roho ya neema na kuomba ndani yangu. Oh, ukijitahidi
ukitazama miaka 5 iliyopita ulikuwa una uwezo wa kufunga, lakini sasa hivi huwezi kufunga. Ulikuwa una uwezo wa kujichimbia mali na kuomba, sasa hivi hauna. Mwambie Bwana, katikati ya miaka fufua kazi yako, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Baba, ninaomba uamshe ndani yangu nguvu na kiu ya kuomba, maana mahali pasiri ndipo penye kila kitu, maana mahali pasiri ndipo penye hazina za gizani. Baba, katika jina la Yesu, pita asubuhi ya leo, pita kwa watoto wako, pita kwa watoto wako, pita katikati ya mioyo yao wako ambao hawezi kuomba. Achilia nguvu ya maombi ndani yao, achilia nguvu ya maombi ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu. Yesu aliwauliza kina Petro, hamkuweza kukesha na mimi angalau lisali moja? Baba, tunatamani kukesha, tunatamani kuomba, tunatamani kuomba kila itwapo leo. Tunapokuwa barabarani tuombe, tunapokuwa makazini Bwana mioyo yetu iombe, tunapokuwa kwenye kila eneo raba shete ya maseke raba koria. Revive your work, revive your work, revive your work in us, oh Lord Jesus. Rapasakataya, ramasheketaya. Revive our inner spirit with the might spirit of the living God. Robo shakandaraba koria ndaraba sekerebo, rikandarabo sekerebosa, oriama sekerebosika, ramasakataya. Roho ya hekima na kumcha Bwana iachiliwe ndani yetu. Oh, ulimuita Ibrahim kwa sababu alikuwa anakucha wewe Bwana. Aliweza kusikiliza maagizo yako kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu. Achilia roho ya neema, achilia roho ya kumcha Bwana kwetu Bwana, ili hata unaposema nasi Bwana tuweze kusikia, tuweze kufuata maagizo yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba roho ya hekima na ufunuo Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameutafuta uso wako asubuhi ya leo. Maana unapojifunua kwetu Bwana, ndipo tunapoona mtembeo mwingine, ndipo tunapoona neema nyingine, ndipo tunapoona uweza mwingine. Oh, ninaomba roho ya hekima na ufunuo iachiliwe kwa kila mmoja wetu. Jifunue kwa upya Bwana, jifunue kwa upya Bwana. Asiwepo hata mmoja atakayetembea katika njia zake za mwanzo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunaendelea kulitukuza jina lako, tunaendelea kulitukuza jina lako. Oh, tunaomba usituache Bwana, usitupite Bwana. Tuvute uweponi mwako, tuvute katika pendo lako, tuvute kukaa mahali pasiri na wewe Bwana. Maana mahali pasiri ndipo unapotengeneza wakuu, maana mahali pasiri ndipo unapotengeneza wakuu. Tusaidie Jehova kuketi mahali pasiri, tusaidie Mungu wetu kuketi mahali pasiri. Riposha kaya ndora bose kema ndira bosa, in the mighty name of Jesus Christ. Umesema aketie mahali pasiri atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Oh Baba, uvuli wako umetuacha kwa sababu hatujaketi mahali pasiri. Tuvute kwa pendo lako, tuvute kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kuketi tena mahali pasiri. Tunapoingia mahali pasiri, tunakataa roho za kutangatanga, tunakataa masupufu ya dunia hii. Nyamazisha mioyo yetu, nyamazisha nafsi zetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa yale uliyofufua asubuhi ya leo kwenye mioyo yetu. Tunakutukuza, tunakubariki. Ninajua nguvu ya Roho Mtakatifu imeachiliwa kwa watoto wako. Wasaidie Bwana, tusaidie popote tunapokwenda siku ya leo. Nafsi zetu ziwe connected na wewe, adui asitushinde. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mpendwa mtu wa Mungu, ni saa ambayo unaweza ukaachilia sadaka yako, jiungamanisha na madhabahu hii kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na unaweza ukaachilia sadaka yako kupitia 0758 940 388, 0758 940 388. Ni namba ya M-Pesa na jina ni Lydia Mcharo. Basi tuombe kwa ajili ya sadaka. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana umemvuta weponi mwako na umeachilia ndani yake Bwana wito wa kutoa sadaka. Naomba ukambariki kila mmoja wetu Bwana,
ukamzidishe sawa sawa na neema yako iliyoko juu yake. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Wapendwa, tumefika mwisho wa kipindi chetu. Nikukumbushe kwamba usiku wa leo tutakuwa na maombi ya watoto saa 8 mpaka saa 11 alfajiri. Kwa hiyo karibu tuweze kujumuika pamoja kuombea uzao wetu. Lakini pia nikukumbushe kusubscribe na kulike katika channel yetu ya YouTube. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema. Kumbuka sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu aliyetupenda. Amen.